za saizi ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Upande wangu wa kulia ninaye ndugu yangu Joseph Yona, naye pia ni mwanaharakati huru, lakini upande wa pili najua leo mtashangaa, tuko na binti ambaye naye ana uchungu na nchi yake na anampenda rais wake. Lengo na makusudio ya sisi kuja hapa ni machache tu. Hususani tumeyaona mambo mengi ambayo yameweza kujitokeza juzi kati baada ya rais wetu kutaka kulitetea taifa lake, kwa sababu amepewa dhamana kubwa na Watanzania na wanaimani naye, na yeye dhamana hiyo ni lazima ailinde. Tunapozungumza kuilinda, hayuko tayari taifa lake liweze kuingia kwenye machafuko ya aina yoyote. Alitoa statement alichokizungumza kuhusu ujio wa wanaharakati kutoka mataifa ya nje na nia zao. Kila nchi ina taratibu zake, akatoa maelekezo, akatoa maoni yake. Lakini ubaya zaidi, changamoto iliyokuja kujitokeza ya uelewa ya baadhi ya wanasiasa ama baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati, lakini sisi bahati nzuri tunajua siri zao nyingi sana. Ni watu gani tunakuja kuwaeleza hapa. Kwa hiyo baada hiyo kadhia tukaona hapana, ni lazima tunyanyuke kama vijana wa Kitanzania, lazima tuwajibu hawa vijana waliojiita Gen Z. Mshanifahamu sisi wetu wakati ya kwao yamewashinda. Yamewashinda. Tukaamua tuje tukae pamoja tuweze kutoa na sisi maelekezo yetu, na tuweze sisi kama Watanzania watujue tuna rangi ipi. Kwa hiyo moja kwa moja niende kwa kusema, licha kwamba nitagusia na mambo kuna watu ambao wanawawezesha, kuna viongozi ambao wapo ndani ya serikali, wengine ni mawaziri wanawawezesha watu wa vyama vya upinzani kumtukana mheshimiwa rais. Yote tutakuja kuyagusia hapa. Kwa hiyo nianze tu moja kwa moja, nitoe onyo kali sana, tena onyo kwa vijana wa Kenya kumwogelea ama kumzungumzia ama kumtusi na kumdhihaki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi na nyinyi wa Kenya ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya marafiki. Sio Wakenya wote wana akili kama hizi. 80% au 98% ya Wakenya hawana tabia za ovyo kama kundi hili la Martha Karua. Jamani, ili kundi la Martha Karua ni kundi ambalo limeandaliwa na kina Maria Sarungi, kwa sababu tunapozungumzia swala la mtandao ndani ya Chadema linaongozwa na Maria Sarungi. Kwa hiyo onyo kwa vijana wa Kenya ambao mnaongozwa kwa mihemko ya bangi, mnaongozwa kwa mihemko ya mirungi, mnaongozwa kwa mihemko ya ushoga. Tunasema hatutaki. Mtuachie taifa letu. Sisi wa Tanzania tuacheni na Tanzania yetu. Labda niwaambie tu, nimezungumza swala la ushoga. Jamani, mnaposikia baadhi ya taasisi zinazojiita asasi za kiraia, mnapaswa kuwa makini sana. Maana baadhi ya taasisi wanajificha nyuma ya mgongo wa vyama vya siasa, lakini wana ajenda zao za siri. Watanzania huwa hatukubaliani na kitu kinachoitwa ushoga hata kidogo. Kwa taasisi hizi baada kuona kwamba Tanzania na wananchi wake hawakubaliani na jambo hili, wakawa wanatafuta wapi wataegemea. Maria Sarungi akakimbia taifa, akaenda kuorganize. Ndio maana walikuwa wanazungumza kipindi kile kwamba watawaleta vijana kutoka Kenya kuja kufanya fujo kama zile za mwanzo. Bahati mbaya hawakufanikiwa. Wakaona kipindi hichi alichokamatwa Tundu Lissu watumie mwanya huo kuweza kutekeleza kile ambacho walichokiazimia kipindi kile. Ushanifahamu? Kwa hiyo nini kilichotokea? Kwa hiyo hoja yao ya msingi hoja yao ya msingi na kubwa, wanasema ni lazima uhakikishe ajenda zao za ushoga ziweze kupitishwa kwa kupitia mgongo baadhi ya taasisi ambayo inaongoza Martha Karua, Maria Sarungi pamoja na Tundu Antipas Lissu. Yona atakuja kuzifafanua vizuri. Tumekuwa na kumbukumbu mwaka 2007 walikufa watu 1000 Kenya, vuguvugu ambalo alianzisha huyu Martha Karua. Kwa hiyo sisi kama taifa ni lazima tuwe na wasiwasi. Sisi kama taifa ni lazima tuwaprotect wananchi wetu.
Rais wetu lazima awe na wasiwasi na wananchi wake, kwa sababu mwaka 2007 yalijitokeza Martha Karua aliweza kusababisha mauaji mengi sana Kenya. Watu 600 wakakosa makazi na baadhi ya viongozi wakapelekwa korokoroni, kwa maana wakapelekwa rumande. Ushanifahamu? Baada ya hapo kilichokuja kutokea nini? Kiongozi mmoja hapo aliyomhukumu leo ndo rais wao Kenya. Katiba ya kijinga na kipumbavu ambayo wao walikuwa wanaishinikiza itekelezwe. Ushanifahamu? Kwa sababu hapa wanataka watushinikizie sisi katiba ya kipumbavu ambayo haina heshima kwa mtu yoyote. Kwa hiyo tunawaambia vijana, hatuko tayari kuungana mkono na kina Martha Karua. Tundu Lissu tuachieni sisi wenyewe. Tundu Lissu ni ndugu yetu. Ugomvi wa ndugu, nyinyi watu wa Kenya wa nini? Leo Tundu Lissu tunagombana naye, lakini kesho tukikutana naye tunagonga naye glasi, maisha yanakwenda. Je, mtaaibika hamtaaibika? Jibu mtaaibika. Ugomvi usio wahusu, tuachieni sisi wenyewe. Huyu rais ni wa kwetu sisi, hata mkimtusi, hata mkimdhihaki, nyinyi hana faida na nyinyi. Faida tunaiona sisi wa Tanzania. Ndio maana Tanzania hakuna makundi ya walamirungi ambao wanaweza kuanzisha vurugu sehemu yoyote. Kwanza jeshi letu la polisi liko imara na serikali yetu kiujumla iko imara. Kwa ninachojaribu kukisema ni nini? Kamwe hatutakaa tukamtelekeza rais wetu sisi kama Watanzania. Haijalishi mtu yuko Chadema, haijalishi mtu yuko Chauma, haijalishi mtu yuko CCM. Sisi ni Watanzania wote, kauli yetu ni moja. Tunazungumza kwa niaba ya vijana wa Tanzania. Wote kauli yetu ni moja. Siasa zetu hazitutofautishi kumtukana rais wetu, hazitutofautishi kutuingiza kwenye machafuko. Tunafahamu fika kwamba Tundu Lissu walimlisha matango pori alipokwenda Kenya, wakamwambia kasimamie msimamo wa no reform no election, tutakuja kukusapoti. Na alikuwa anajua wazi kwa kauli zile atakazozizungumza, kwa sababu ni mwanasheria, ataingizwa ndani, Wakenya watakuja. Sheria lazima ifate mkondo wake. Mimi leo Kombo nikitaka kutoka Tanzania niende Kenya, ni lazima nifate sheria ili niweze kufika kwenye taifa hilo. Kwa wasiogelee kama hichi ni kijiji chao. Kwao kwenyewe yamewashinda, nimezungumza kwao yamewashinda. Ruto kawanyoosha. Leo hapa wanakuja kufanya nini? Sisi kama vijana wa Kitanzania hatuko tayari, na tunaiomba serikali yetu, yoyote anayetoka taifa lolote la nje kwa ajili ya kuja kutuvurugia amani yetu, ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu za sheria ya nchi yetu. Asiachiwe na wala asichekelewe. Na Mtanzania yote atakayekuwa na viashiria hivyo kuwaleta, maki hao wanaweza kusema ni magaidi, kuwaleta magaidi kama hao wanaotaka kuja kusababisha machafuko ndani ya taifa, naye ashughulikiwe. Mimi nazungumza la mwisho kwa upande huu. Nasema hivi, Tundu Lissu sisi ni ndugu yetu. Kesho na kesho kutwa kesi itaisha, tutakaa meza moja, tutacheka. Nyinyi wa Kenya mtakuwa na kauli gani? Ya kwenu yamewashinda, mnaanza kuchupalia ya watu. Rekebisheni ya kwenu. Tunajua makundi yanawasumbua sana wa Kenya ni wa makundi hayo ya kina Martha Karua. Waangalie vijana wao, macho ni mekundu. Miraa inawaharibu, bangi zinawaharibu. Msifikiri Tanzania kama ni taifa la mchezo mtakuja kulichezea. Hatuko tayari, na hata wa vijana wa Chadema mnawategemea hawako tayari. Tanzania sisi mwisho wa siku tunarudi kuwa wamoja. Jengine la pili, ili ilikuwa ni la kwanza. La pili nagusia tu kwa uchache, kuna baadhi ya viongozi wanamsabotage Mheshimiwa Rais. Ukweli tuuzungumze. Heche. Gari anayotembelea, pickup anayotembelea, usajili wake ni usajili wa mke wa waziri. Tunamhifadhi jina. Pili, kuna baadhi ya mitandao ya kijamii inayomchafua Mheshimiwa Rais, ikimweka kama vampire, ikiwa imemwekea damu. Walikuwa wanaongoza kipindi hicho ni baadhi ya watu ambao walikuwa wanaenda kuchukua pesa kwa marehemu John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5. Mitandao ile ilikuwa inamsifia Daktari John Pombe Magufuli. Mitandao ile leo ndio inamponda rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa malengo gani? Malengo yao makubwa ni kwamba tukimponda rais tutapewa pesa, tutanyamazishwa. Ndicho wanachokifanya. Na ushahidi ni nao. Nikiitwa na jeshi la polisi kwenda kutoa ushahidi, siendi kwa sababu zifuatazo. Kuna baadhi ya watu siwaamini. Ushanifahamu? Ila nikiitwa na Mheshimiwa Rais, ushahidi ni nao, na hiyo mitandao labda waifute kuanzia hii leo. Ushahidi upo. Kuna baadhi ya mtandao mmoja ulifunguliwa miaka kadhaa iliyopita, lakini leo ndio mtandao namba 1 unamtukana Mheshimiwa Rais.
Sitoutaja kwa sababu atashtuka. Nikiutaja atashtuka, naweza kaubloku. Uhalisia, ushahidi upo. Shanifahamu? Nimezungumzia swala la baadhi ya viongozi wa serikali ambao wako ndani ya utawala wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wanamhujumu rais wetu. Sisi kama vijana wa Kitanzania ambao hatuna ajira serikalini, tunasikitishwa sana. Lengo letu sio ajira. Sisi tunahitaji taifa letu tuwe na kauli moja. Kwa nini umekuwa ndani ya uteuzi wa Rais Samia, alafu leo wewe unakuwa mtu wa kwanza kuvujisha siri za serikali? Tumemsikia rais wetu amezungumza. Tumeliona jambo hapa la kiongozi mmoja likiwa linavujishwa. Tumeliona hapa siku mbili zilizopita hizi. Kwa hiyo haya mambo yanasikitisha. Sisi kama Watanzania tuna sura yetu. Mataifa yote, dunia yote, taifa pekee linalotizamwa kwa jicho la upendo duniani ni Tanzania. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya rais wetu. Amekuwa ni kinara kila upande. Na ushahidi, Tulia Ackson ni nani? Kapata wakati gani? Cheo chake alichokipata huko ni spika wa mabunge, sio hivyo? Duniani. Ni kwa sababu gani? Ya Rais Samia Suluhu Hassan. Nyota inayong'aa ndani ya Tanzania. Tukiangalia, tulikuwa na marehemu hapa, Mwenyezi Mungu amrehemu, Dr. Faustin Ndugulile. Alikuwa mkurugenzi wa WHO. Ushanifahamu? Alipata kwa sababu gani? Ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kioo. Pili, tukarudisha tena mtu mwingine, Profesa Janabi. Tunaona leo ni nani yeye? Tayari ameshashinda. Ni kwa nini ashinde mara mbili? Kwa sababu ya kiongozi tuliye naye. Na maana kiongozi wa nchi ndio kioo namba moja kwenye taifa. Kwa hiyo Wakenya baadhi yao, hawa vijana, sio wote, hawa vijana wasiokuwa na kazi maalum, wanakuwa na wivu. Hawa kina Maria nani, kina Martha Karua, wanakuwa na wivu. Wanakuwa na wivu. Kwa nini? Kwa kiufupi, kwa upande wangu mimi, ya kwangu yalikuwa ni hayo. Nimpishe mwenzangu hapa Joseph Yona aweze kuzungumza kwa uchache na yeye ili tuweze kuagana. Asalamu alaykum waandishi wa habari. Karibuni sana. Siku nyingi hatujazungumza, lakini nikasema leo tuje tuzungumze. Lakini kwa sababu ninyi ni waandishi wa habari, naomba tuanze kwa kutoa tahadhari kidogo kwamba sisi wa Tanzania na Kenya ni damu. Diplomasia yetu na nchi zetu zinapendana. Kwa hiyo kila mtu ajue tunachozungumza hapa, tunaenda kuzungumza makundi, hatuzungumzii Kenya. Bahati nzuri rais wa Kenya sasa hivi ndio mwenyekiti wa East African Community, ndiye ameshika kijiti hicho. Baada ya, mnajua East Africa Community ilivurugika 77, baadaye ikaanza vyema mwaka 2000. Kwa hiyo sasa hivi kijiti kimeshikwa na Rais Ruto, rais wa Kenya. Kwa hiyo Rais Samia na Dr. Samia na Ruto ni marafiki, ni marais wa jumuiya zetu za Afrika Mashariki na Kati, na wanapendana, na nchi zote zinafanya kazi kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati. Mikataba yetu mnajua mpaka sasa hivi tuko kwenye ushuru wa forodha, masuala ya kibiashara. Jumuiya yetu haijafika kwenye political federation. Nafikiri waandishi wa habari mnajua, sisi hatujafikia kwenye political federation. Sasa hivi bado tuko kwenye masuala ya kuweka mikakati mizuri ya forodha kule mipakani na kwenye viwanja vya ndege na kwenye bandari zetu kama inawezekana. Lakini vile vile tumeweka masuala mazuri ya kibiashara kwenye jumuiya zetu na masuala ya kazi. Lakini bado hatujafikia masuala ya kisiasa, currency na vitu kama hivyo. Kwa hiyo diplomasia yetu sisi ni diplomasia ambayo tunaheshimiana. Shida ni kwamba kilichotokea mwaka 2007 Kenya ndicho kinakuja kureflect kwetu hapa, na baada ya Rais Ruto kushika madaraka. Martha Karua kila mwandishi anamfahamu. Martha Karua ndiye alikuwa mwenyekiti wa NAK, chama kilichokuingiza madarakani mwaka 2007 Rais Mwai Kibaki. Naye ndiye alikuwa mwenyekiti. Na machafuko mliyoshuhudia Kenya, watu zaidi ya 1000 waliuawa pale Kenya kwa sababu ya Martha Karua. Na watu zaidi ya 600,000 walikimbia, walikuwa hawana makazi Kenya, ni kwa sababu ya Martha Karua. Lakini kubwa ambalo mnajua, Kenya imevamiwa na taasisi za NGOs ambazo zinasaidiwa mabilioni kwa mabilioni. Nyingine zilikuja Tanzania hapa famous sijui nini, zikazuiliwa, zikaondolewa. Tanzania hakuna gap, walijaribu kwenda kule Arusha ikashindikana, hata kwenye mgogoro wa Ngorongoro wakaenda tena wakafanya seminar.
tukawashtukia wakafurumushwa. Lakini Kenya wameweka ofisi zao ziko Kenya kabisa, wale ambao wanaongozwa na wakina Martha Karua na yule mwanasheria wao wa serikali mstaafu, jaji mstaafu wa Kenya, lakini na baadhi ya wanaharakati ambao umeona wamekuja Tanzania. Kwa hiyo sisi Tanzania tunasema na bahati nzuri umetoa mwelekeo, rais wetu amesema mwelekeo na amewapa Wizara ya Mambo ya Nje utaratibu wa mtu namna ya kuingia nchini kwetu. Kwa hiyo mimi ninachosema zile taasisi ambazo zinaongozwa na wakina Martha Karua, lakini na Mtanzania mwenzetu Maria Sarungi ambaye yeye anatamani taifa letu lipigane, na ndio maana ninyi waandishi wa habari na ili mlifikishe, mtu amefiwa na babake mzazi kwa sababu ya hela za kishoga, ameshindwa kuja Tanzania kumzika babake mzazi. Profesa Sarungi amefariki, hamkumuona Maria Sarungi anakuja nchini. Hajaja nchini kwa sababu ya US dola 760 ambazo ameingiziwa na NGOs za ovyo kutoka mataifa ya nje kwa ajili ya kuendesha harakati zake za kishoga. Inatengenezwa majina mazuri, sijui haki za binadamu, sijui nini. Lakini mnajua kabisa leo tunaona kuna vijana wa Kenya wanalishwa mirungi, wanalishwa bangi, wanaenda ubalozi wetu. Lakini kiuhalisia wale si wa Kenya, ni watu wachache ambao tunawashauri wangeenda Lamu. Mnajua Kenya pale ile eneo la Lamu limeshindikana na kuna ujambazi wa kutupwa. Kwa hiyo ningewashauri wale kina Martha Karua badala kwanza kwenda nchi za wenzetu, wangeanza na Lamu ambayo ina machafuko, ina fujo, ina shida, ina masuala ya kishoga, watoto wanaharibika, na mnaona leo viongozi wa dini wanalalamikia kuhusu Lamu. Wanazungumza namna masuala ya hovyo, vijana wanawalaitiwa Lamu. Wangeenda kushughulika masuala huko ya Lamu. Lakini vile vile na washauri wa kina Martha Karua na Maria Sarungi na taasisi zao hizo na wazungu wangeenda kusaidia Wagoma na Bukavu. Watu wa Kongo wanakufa kwa sababu ya kusherekea M23. Hapa Tanzania tarehe 23 mwezi wa 5 May 23 ndio ilizinduliwa M23. Leo nawaambieni ile M23 ambayo mnaiona Goma na Bukavu inachafua, Wakongo walikuwa wanaishangilia tu. Wanashangilia kama hizi no reform no election sijui. Wanashangilia, wanaona kitu cha kawaida kwa sababu ndio imetokea. Wameenda sasa hivi Wakongo wanalalamika, wanaomba serikali wazuie M23 kwa sababu wanatembea zaidi ya kilomita 20 kutafuta makazi. Wananchi ilianzia wapi? Machi 23, Machi 23. Ilianzia wapi? Ilianzia Goma na Bukavu hapo. Okay. Wale wanaharakati walikuja wakawaambia maneno mazuri, matamu, atuendi kwenye uchaguzi mpaka tufanye reform pale Kongo. Wakaenda kuzindua harakati zao tarehe 23 mwezi Machi M23. Waliofanikiwa kuzindua ile M23 wakaingia barabarani. Wametafuta harakati wakafanikiwa kukomboa Goma na Bukavu. Wamepiga serikali, viongozi wa serikali sasa hivi Goma na Bukavu apakaliki. Wale waliokuwa na washangilia, wale wa Kongo waliokuwa na washangilia M23 ndio leo wanaumia. Watoto wao wanauawa, wanawake wanauawa, wakina mama wajawazito wanapata shida, vijana wanauawa. Ndio maana sisi wa Tanzania leo mnapotuona tunashughulikia kuhusu amani ya taifa letu tunajua, na ndio maana wale viongozi wa M23 watoto wao wako nchi za nchi. Yaani wote. Na ndio maana wao wanastarehe, watu wanakufa kwa sababu wametuma vijana kuua watu. Leo Tanzania tunamwambia Maria Sarungi mwenye taasisi yake pale Kenya anajidanganya Change Tanzania ambayo inachukua pesa nyingi kutoka kwa wahisani, ambaye mwisho wa siku waandishi mkitaka tutazitaja hizo taasisi, hizo sio shida sana. Leo wanamuunga mkono Tundu Antipas Lissu ambaye na yeye amezindua no reform sijui no nini election, wao washiriki kwenye uchaguzi. Lakini watoto wa Tundu Lissu, nataja hapa, nasema kabisa na waandishi wa habari mpelekeni ili wakane. Watoto wa Tundu Lissu wana watoto wawili tu wa kiume, ambaye mtoto wa kwanza anaitwa Edward Bulai Tundu Lissu, Edward Bulale Tundu Lissu, na mwingine anaitwa Agostino Tundu Lissu. Watoto wawili wa kiume, wote ni raia wa Marekani na wote wanaishi Marekani. Watoto wawili wa Tundu Lissu. Lakini mke wa Tundu Antipas Lissu yuko Ubelgiji, ambaye ni shemeji yake Heche. Mke wa Lissu ni Mkuria, Alicia Magabe, mtoto wa Mzee Magabe. Mzee Magabe ndio alikuwa kwenye migodi ya Nyamongo, ndio alikuwa na migodi mikubwa. Ninyi waandishi wa habari huwa mnadanganyana na nawasikia mnasema Tundu Lissu alikuwa anatetea haki
za wachimbaji wadogo wadogo wa migodi Nyamongo. Sio kweli. Tundu Lissu alikuwa anamtetea baba mkoo wake, alikuwa na mashimo ya mgodi yenye wachimbaji wadogo wadogo pale Nyamongo. Baba yake Alicia Magabe ambaye yuko Ubelgiji. Kwa hiyo familia ya Lissu yote iko Ubelgiji. Na mnajua sponsor mkubwa wa makampuni yanayosponsor masuala ya ushoga yanatoka Ubelgiji. Na nchi nyingine ambayo sponsor mkubwa wa masuala ya ushoga inatoka Canada, ambayo God bless Lema, familia yake yote iko Canada. Kwa hiyo hawa jamaa wanataka kutuwin wa Tanzania, na ndio maana mnamuona Lema kila anapotembea anasema nyema Tanzania wazwazwa, amtusaidii, amtuungi mkono kwenye harakati hizi, ingeni barabarani ili wapigwe wauawe, ili wavunjwe miguu. Watanzania sio mazezeta, Watanzania wamekataa kupigana. Na ndio maana Lema anasimama anasema timu za Simba na Yanga zinatakiwa zifutwe, kwa sababu Watanzania wengi wanaingia kwenye ushabiki wa mpira baadaye kuingia kwenye masuala ya siasa, ili Watanzania wafe, ili Watanzania tuuane. Na ndio maana nawaambieni hizi taasisi kwa jicho wanaangalia nchi pekee iliyobaki ya amani na utulivu ambaye haisumbuliwi Afrika Mashariki hii na kati tuseme ni Tanzania. Nchi tulivu, rais wake kama Kombo alivyosema ana chochote anachosema dunia inamsikiliza. Mmeona marais wanabadilishana Finland, mnaona marais nani hapo wamekuja juzi Msumbiji, mmeona rais wa nani ametoka hapa juzi Namibia kwetu hapa nchini. Kwa hiyo marais wanapishana ni kwa sababu rais aliyoko Tanzania amenyoka. Na bahati nzuri mnaona miradi yote mikubwa mama yetu amemaliza, na mnaona vituo vikubwa vya afya vimejengwa, dispensaries zimejengwa, vitu vingi na miradi mikubwa amemaliza. Kwa hiyo ndio maana anasema sisi wa Tanzania tunachohitaji kikubwa ni maendeleo. Tunachohitaji ni rais wetu atujengee maendeleo na kutuletea vitu kama hivyo ambavyo sisi wa Tanzania ndio tunavihitaji. Lakini masuala ya kugombana, masuala ya kutuletea ushoga na masuala ya vita hatutaki. Na ndio maana tunamuonya Martha Karua. Lakini vile vile mwambieni Martha Karua hivi, kila taasisi na utaratibu wake. Sijazungumzia nchi. Kila taasisi na utaratibu wake. Hata kama taasisi ya chombo chako wewe cha habari ina utaratibu, hata mimi siwezi nikavamia nikaingia. Leo Martha Karua anatoka Kenya anaingia Tanzania. Yaani Tanzania haina utaratibu. Lazima kila mwanaharakati activities wanaotaka kuja nchini wafate taratibu. Zipo taratibu za kuingia nchini, na una uwezo wa kwenda mahakamani. Unaweza kwenda Wizara ya Mambo ya Nje wakakupa kibali, unaweza kwenda Wizara ya Mambo ya Ndani wakakupa kibali, ukaenda mahakamani ukafuatilia. Lakini bahati nzuri mmemsikia nyuma Martha Karua before kwenda mahakamani alikuwa anamzungumzia rafiki yake Tundu Antipas Lissu, ambaye mnajua baada ya ajali yake ya kujitengenezea aliondoka kwenda Kenya Nairobi, ametoka ameenda Ubelgiji, baadaye amerudi anautaka urais. Tanzania hatuna urais wa hivyo. Tanzania kuna urais wa utaratibu. Na ndio maana hii no election japo ilikuwepo, lakini mwisho wa siku baada ya kuona wametandikwa kwenye serikali za mitaa, uchaguzi wa serikali ya mitaa, uchaguzi umefanyika kwa amani na utulivu, uchaguzi umekuwa uhuru kila sehemu, na bahati nzuri wengine tumeshiriki. Sasa wameona 98% wanafanyaje. Kwa hiyo wameamua kutengeneza vuguvugu. Bahati nzuri mimi niwaambie waandishi wa habari, nilikuwa kule miaka 13. Mimi nilikuwa kiongozi wa Chadema na nilifikia level ya mwenyekiti wa Chadema vijana mkoa wa Dar es Salaam, kanda, tunasema kanda. Lakini nimefikia mjumbe wa baraza kuu. Mjumbe, mnasikia baraza kuu. Mimi nilikuwa mjumbe wa baraza kuu. Kwa hiyo najua kila kitu kinachoendelea. Wale Chadema wanasema hivi, wakifanya tukio lolote na serikali wanaenda pamoja. Lakini wanatakiwa kabla halijafika mwisho waikwamisha serikali ili ionekane serikali ndio mbovu, kwa sababu wanajua wanawashabiki mitandaoni, wanawashabiki ambao wanawashabikia wenye nguvu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndio maana kwenye bunge la katiba wakati wana move wanafika mwisho kukamilisha katiba, wakatoka nje wakaanza kuataki serikali. Na ndio maana nawaambieni haya mambo yote na serikali ijue haya mambo yote, hata wafanyeje, hata wawabebeje, wanatakiwa tu wanawe kama hivyo wamesema no election, wakae pembeni, maisha ya Tanzania yaendelee, tufanye uchaguzi. Vipo vyama, kuna Chauma tunaiona inakuwa kubwa, kuna ACT Wazalendo vitaingia kwenye uchaguzi. Rais wetu amezungumzia kuhusu uzalendo. Ni kweli huwezi kuwa mzalendo mtumishi wa umma unatoa nyaraka za serikali. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni utovu wa nidhamu. Unajidai mzalendo eti kwa sababu unataka kumchafua rais. Huwezi kumchafua Rais Samia hata kidogo. Yaani Rais Samia image yake mmemchafua muda mrefu, lakini mwisho wa siku Profesa Janabi ameshinda kwa kishindo. Kura 33 kati ya 44. Yaani mmemchafua lakini ameshinda kwa kishindo.
Sasa mnasemaje huko kwenye diplomatic duniani ya kubariki, wakati mataifa makubwa yanakuja kutembelea nchi hii, wakati viongozi wa Afrika wanatembelea nchi hii, wakati tunaopeleka mgombea yoyote. Kenya wamejaribu kupeleka mgombea wao Raila Odinga, amepigwa, lakini wa Tanzania tumepeleka Janabi baada ya kifo cha marehemu Ndugulile, tumeshinda kwa kishindo. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, sisi tuko hapa, diplomasia yetu na Kenya ni kubwa na tunaheshimu Kenya, tunaheshimu nchi za Afrika Mashariki na Kati, na bahati nzuri William Ruto ndio mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, na viongozi wetu wanaheshimiana. Na hao viongozi wakubwa wana magrupu ya WhatsApp, tusidanganyane huko. Sio wamesema hivi, uongo mtupu. Rais anawasiliana na marais wenzake kama mimi ninavyowasiliana na marafiki zangu, kama waandishi mlivyo na magrupu ya WhatsApp ya waandishi wa habari, na marais nao wana magrupu yao ya WhatsApp. Kwa hiyo wanawasiliana na wanajua mambo yanaenda vizuri.